Nafsi ina uwezo wa kutamani. Kama mimi ni mwanaume, naweza nikatamani mke wa mtu, nimemuona yule mwanamke ni mke wa mtu, lakini nimemtamani. Nikijiruhusu kwenye akili yangu kuongozwa na nafsi, tayari namfuata yule mwanamke, napita naye na ni mke wa mtu, tayari nishaingia kwenye uzinzi. Nafsi wakati mwingine inaweza kumtamani binti, ni mdogo, ni mwanafunzi, ana miaka 13, 14, anachipukia. Na kama nimewahi kuongea na wanaume wengi, hiyo huwa ni changamoto kubwa sana kwao. Binti mdogo, miaka 13, 14, yuko form 1, form 2. Lakini unakuta wakati mwingine mwanamume mtu mzima anapita naye. Ni shida ya kuongozwa na nafsi. Unapomwona mtu wa hivyo, manake ameamua kuongozwa na nafsi yake badala ya kuongozwa na roho yake ambayo ina asili ya uungu ndani yake. Kwa hiyo unamwona huyu binti ni mdogo, nafsi imeisha mtamani, kwa sababu nafsi imebeba hisia za kutamani. Wakati mwingine anakwenda anamfuata huyo mtoto mdogo, anamdanganya, anamrubuni, anamuingiza kwenye mapenzi, anamharibu mtoto. Nafsi inaweza kampeleka mtu kwenye ubakaji. Kamuona mtu hana muda wa kuongea naye, kamuona ghafla usiku anabaka, kwa sababu amemtamani mtu na kamuona tu, kisa amejiruhusu kuongozwa na nafsi. Sasa niko hapa kukuambia mtu wa Mungu unaifuatana nami. Niko hapa kukuambia mtu wa Mungu unaifuatana nasi katika huduma hii ya Futa Talaka. Tuko hapa kuona ni jinsi gani tunaweza kuimarisha mahusiano yetu, kuimarisha ndoa zetu. Ukijiruhusu kuongozwa na nafsi yako, ukifanya nafsi inachotaka, ujue kwamba utaiangamiza ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Kwa sababu katika maisha, ni kawaida kabisa maisha ya binadamu, kuna muda utakuwa umekasirika, ukaruhusu hasira zinakuongoza kwenye maisha yako ya ndoa. Kuna muda utachukia, kuna kitu kitafanyika kitakuchukiza, ukaruhusu chuki kukuongoza kutoka kwenye nafsi yako kwenye maisha yako ya ndoa. Ukaamua kwamba mimi nitafanya kitu ninachojisikia muda wowote, ninavyojisikia mimi ndio ninavyofanya. Ukifikiri unaweza kufanya unavyojisikia, ndoa yako utaiharibu kwa mikono yako mwenyewe. Na ndipo tunaweza kuangalia sasa, kwa sisi ambao tunaamini katika Biblia, tukaangalia baadhi ya mistari. Ukisoma neno la Mungu katika Injili ya Luka sura ya 9, ule mstari wa 23, 24 na 25. Luka 9, 23, 24 na 25. Anasema, mtu yeyote akitaka kunifuata, ajikane mwenyewe na ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Mtu yeyote akitaka kunifuata, ajikane nafsi yake, ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku. Manake lazima muda fulani ataisikia nafsi yake inatamani, kama ni kitu cha mtu, aikane nafsi yake kwamba hapana, nafsi, sitakuruhusu kufanya hiki, ni uovu, sio sahihi. Kuna muda utajisikia umemkasirikia mume wako kwa sababu ya kitu fulani alichokifanya, lakini utajiambia hapana, hata kama nina hasira sitamtendea mume wangu ubaya, huyu ni mume wangu, nitamtendea wema, kama ambavyo neno la Mungu linaniongoza. Kwa hiyo lazima ujipinge nafsi ili uweze kutunza ndoa yako. Lakini mstari wa 24 anasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Mtu wa Mungu, neno la Mungu katika Luka 9:24 linakwambia, ukitaka kuiponya nafsi yako utaiangamiza. Ukitaka kuipa nafsi yako kila kitu nafsi yako inachodhani inahitaji, utaiangamiza. Ikimaanisha kwamba unapoiangamiza nafsi yako, unaangamia wewe mwenyewe, mwili, nafsi na roho. Ukiruhusu nafsi yako kukuongoza, unaangamia, kwa sababu utakuwa ni mtu wa kutenda yasiyompendeza Mungu. Na yasiyompendeza Mungu yanaweza kuwa matamu kwa muda mfupi, lakini ni machungu kwa muda mrefu. Yanaweza kuwa matamu kwa muda mfupi kwako, kwa nafsi yako, lakini baadaye ni uharibifu kwako, uharibifu kwa mume wako, uharibifu kwa watoto wako, uharibifu kwa ndugu zako, uharibifu kwa jamii nzima, uharibifu uliopitiliza. Unaweza ukatokana na wewe kuamua kufanya unachojisikia. Neno la Mungu linakuambia mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yule atakaye kuiangamiza nafsi yake kwa ajili ya kumuamini Mungu, kwamba kwa ajili ya Mungu sitafanya hiki japo nafsi yangu inakitaka, kwa ajili ya Mungu sitafanya hiki, watu wengine ambao nahitaji kuwatendea mema, sitafanya hiki hata kama nafsi yangu inakitaka. Utakapochukua maamuzi kama hayo, utaisalimisha nafsi yako. Luka 9:24. Lakini Luka 9:25 anasema, kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza na kujipoteza mwenyewe? Yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote? Umeupata ulimwengu wote, unadhani umeupata ulimwengu wote, lakini ya kufaa nini kama utajiangamiza mwenyewe? Utakapoamua kuongozwa na nafsi,
unaweza ukaamua kuipa nafsi yako kila kitu inachotamani, ukafanya kile ambacho nafsi yako inajisikia, ukafikiri umeupata ulimwengu wote. Mwisho wa siku ni maangamizo kwako, ni maangamizo kwa jamii yako yote. Ili kutunza ndoa yako siku zote, ujue kwamba nafsi ina uwezo wa kuangamiza ndoa yako. Ujue kwamba nafsi ina uwezo wa kuangamiza familia yako. Ujiimarishe katika kuwafanya maamuzi ya makusudi kwamba mimi nitaongozwa na Roho, nitaiambia akili yangu Roho inachotaka, ambacho kitakuwa ni long term success, ambacho kitakuwa ni long term satisfaction kwako, kitakuwa ni utulivu, amani, mafanikio kwako, kwa familia yako, kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa jamii nzima. Hicho ndio ambacho uiambia akili yako kwamba utakifuata, sio nafsi yako na sio matamanio ya nafsi. Lakini uko mstari mwingine, tuangalie mstari mwingine miwili. Uko mstari mmoja toka Zaburi ya 43:5. Anasema, Daudi anaiambia nafsi yake, anasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, maana nitakuja kumsifu, aliye afya yangu na nguvu yangu. Umtumaini Mungu, anaiambia nafsi yake, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Manake alikuwa kwenye hisia ya kushushwa. Kipindi hicho wasomaji wa Biblia wanajua Ayubu alipopitia katika mateso na kupata kupotelewa na watoto wake, mali zake, na baadaye kuumwa mwili, kupata madonda majipu, nafsi yake ikaingia kwenye hisia za chini, hisia za kushuka, hisia za unyonge. Na ilipofika hapo, Daudi alikuwa mtu wa Mungu ambaye ameshaamua, mimi nitaongozwa na Roho, sitaongozwa na nafsi. Kwa hiyo alipokuwa amefika kwenye hisia hizo za kushushwa kiasi hicho, Daudi anaiambia nafsi yake, kwa kuwa nafsi yake kutokana na kushushwa na magonjwa na kupotelewa na kuondokewa na watoto, kuondokewa na mali, nafsi yake imehuzunika. Daudi anaiambia akili yake, mimi nitaongozwa na Roho, sio nafsi. Kwa hiyo anaisemesha nafsi yake, anasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Kwa nini unainama nafsi yangu? Umtumaini Mungu. Anaiambia nafsi yake, mtumaini Mungu. Mimi kama Roho nitakuja kuisifu, nitakuja kumsifu Mungu wangu aliye afya yangu na nguvu yangu. Kwa hiyo hata wewe kwenye ndoa yako, ukifika mahali unapitia changamoto, yamkini unaona kuna maudhi fulani yametokea, maudhi, kutofautiana, kukoseana ni kitu cha kawaida kwenye maisha yetu binadamu, kwa sababu kukosea kuko sehemu ya miili yetu. Mume wako amekufanyia kitu kimekuudhi, amekuhuzunisha, unasikia nafsi yako inashuka. Hebu isemeshe nafsi yako. Unasikia nafsi yako inapata uchungu, inapata hasira, isemeshe nafsi yako, nafsi yangu, kwa nini unabeba uchungu? Mimi nimeamua kwa neema ya Mungu kwamba ndoa hii nitaitunza, itakuwa salama. Mimi nimekusudia kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Nafsi yangu, acha kuniletea chuki. Unaipinga nafsi yako. Neno linasema ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Neno linasema mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, ila anaikana nafsi yake kwa ajili ya kutaka kumtii Mungu na kufanya lililo sahihi mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kufanya lililo sahihi kwa wakati huu na kwa wakati ujao, kwa maisha haya na maisha ya future, kwa faida ya jamii nzima. Neno la Mungu linasema huyo atakaye ikana nafsi yake, atakayeangamiza nafsi yake, atakayeikataa nafsi yake, atakayeipinga nafsi yake kwa ajili ya kuhakikisha analitenda lililo sahihi kila wakati, huyo ataiokoa nafsi yake, haitaangamia. Wako watu wengi wameharibu ndoa zao na wakati mwingine wameishia kwenye majuto. Wapo walioharibu hizo ndoa zao lakini bado wanajiona wana furaha na amani. Wapo. Lakini wapo wengi ambao wengine wameshakuja nikizungumza nao, waliharibu ndoa zao, baadaye wanaingia kwenye majuto. Mstari wa mwisho ambao nataka nikupe ni kutoka Rumi 12:21. Neno la Mungu linasema, usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Wewe ambaye umekusudia kuishi katika maisha ya ndoa ya Kikristo, maisha ya ndoa yenye faida kwako, kwa mumeo, kwa watoto wako, kwa jamii, wewe unapaswa kuhakikisha kwamba unapambana kuushinda ubaya kwa wema. Unapambana kutenda wema hata pale ambapo wakati mwingine kuna uovu umefanyika. Unadumu katika kuomba Mungu, unadumu katika kuchukua hatua sahihi, unadumu katika kutenda wema na kupanda wema na kuamini kwamba huo wema kwa neema ya Mungu utachipuka na kuiponya ndoa yako na kuponya pale palipoharibika. Kama ni mumeo, kama ni watoto, unaamini wema ninautenda ni neema ya Mungu, ni mbegu ambayo itakwenda kuchipuka na kuleta uponyaji. Mtu wa Mungu, nataka nikushukuru sana kwa kufuatana nami. Kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe
kulike, kucomment kwenye peji zetu ili tuendelee kufuatana na kuendelea kuimarishana katika eneo hili la mahusiano, ndoa na familia. Na ninapokuacha siku zote napenda kukuacha na mstari wa neno la Mungu, na siku hii ya leo ni kuacha na hiyo Rumi 12:21 kwamba usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema. Nikuache katika neema ya Mungu na nikukutetena katika neema ya Mungu. Kwa heri.